your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Amempiga mtu ndani ya mwezi wa Ramadhani na pia ilifikia hatua akapelekwa ndani, na tumai kama tayari ameshatoka hivi karibuni siku hizi 2-3. Lakini kwa mujibu wa Hassan Mwakinyo na kwa mujibu wa kile ambacho tumekisikia ni kuwa yule kijana inasemekana alienda kuiba, japokuwa udhibiti wa hicho kitu hakijathibitishwa mpaka sasa hivi. Wanasema alienda kuiba nazi, na huo mnazi ulikuwa uko nje ya nyumba ya Hassan Mwakinyo. Kwa maana yule kijana alipita akakuta nazi akaokota, baadaye Hassan akamkuta akamwambia wewe ni mwizi na mmezoea kuja kuiba hisi mara moja wala mara mbili, akampiga yule kijana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hukumu ya mwizi unayemkuta amechukua mali yako ama si mali yako, pengine mali ya mtu, hukumu yake iko katika dini, sio? Yeah. Hukumu ya mwizi katika sheria ya Kiislamu ni kukatwa mkono. Lakini ina masharti. Naomba hapa nirudie hapa, ina masharti. Sharti la kwanza, raia awe na uwezo wa kujikimu kiuchumi, kimaisha. Kula, kuvaa na kulala na kutibiwa, awe na uhakika navyo. Yupi sasa? Mwizi ama yule ambaye atamkamata? Raia yoyote yule. Yani nchi ambayo inatakiwa itimize hukumu hii ya kukata mkono, inatakiwa wale raia wake wale wawe na uwezo wa kujikimu chakula, mavazi, matibabu na malazi. Yani kila mtu awe na uhakika wa kulala, awe na uhakika wa kula, awe na uhakika wa kuvaa, awe na uhakika wa kunywa, awe na uhakika wa kujitibu. Hapa sasa ukiiba, sheria inakutaka ukatwe mkono kwa sababu wewe unataka ziada. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu hairuhusu mtu kukata mkono ikiwa huyo aliyekwenda kuiba amekwenda kunusuru njaa yake ya tumbo. Sheria hairuhusu hivyo. Yani Mwakinyo kumpiga huyo mtu, sijui mazingira alikuwaje na sijui alimjeruhi kwa kiasi gani, lakini nahisi alitumia nguvu kubwa kuliko ukubwa wa tatizo. Nahisi, sina uhakika. Nahisi alitumia nguvu kubwa ya adhabu kuliko ukubwa wa kosa. Kama aliiba nazi 1, 2, 3, ni kama aliiba 10,000. Sasa sijui alimpiga kwa madhara kwa kiasi gani. Lakini kikubwa, Mwakinyo ni star. Mwakinyo ni kioo cha jamii. Moja ya vitu ambavyo anapaswa kuishi navyo ni kujaribu kuishi kwa kucontrol hasira zake. Sio mtu ambaye anatakiwa atumie nguvu. Anatakiwa atumie busara na hekima zaidi. Kwa sababu sioni kama alikuwa na sababu ya kumpiga. Sioni sababu. Hata kama alikutwa na nazi 50, hakuwa na sababu ya kumpiga. Alitakiwa kumsamehe tu. Kwa sababu hata kama angekuwa kaiba nazi za mnazi mzima, zisingemnufaisha chochote. Msamaha kwake ulikuwa bora kuliko adhabu aliyoitoa. Raia wa Tanga wamefikia hatua ya kutokumtaka Mwakinyo, na wanaweka wazi kwamba asipoondoka basi watafanya chochote kile. Halina ukweli jambo hilo. Raia wa Tanga unamaanisha kina nani? Wale ambao wanakaa karibu na Mwakinyo, yani wale ambao wako eneo lile ambalo Mwakinyo anakaa. Ndio maana nisema kuna kitu kimejificha hapo nyuma. Adhabu aliyotoa ni kubwa kuliko tukio au kosa. Kwa mujibu wa wale wanasema si mara ya kwanza wala mara ya pili. Hii ni mara ya 3 kumpiga mtu kwa tuhuma za wizi. Kwa mujibu wao sasa. Sasa tuwezi kuthibitisha hilo mpaka mahakamani. Kesi iko mahakamani tayari. Tusubiri mahakama itatuambia tu. Kwa sababu serikali ina mkono mrefu. Polisi, mimi naamini kamanda wa polisi mkoa wa Tanga ni mtu mwelevu, lakini mkuu wa upelelezi pia wa mkoa ni mtu mwelevu. Lakini pia mahakama za Tanga za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mahakama ambazo zinafanya kazi kwa weledi mkubwa. Sina mashaka na majibu sahihi yatakayokuja baada ya uchunguzi na upelelezi kukamilika na kesi kusikilizwa. Kikubwa tu ni muase Mwakinyo apunguze jazba. Hasira, jazba na hasira apunguze. Ukishakuwa kioo cha jamii, kukosewa ni kawaida.
Natarajia sana kukosewa kuliko kusifiwa. Unapokosewa ni kipimo. Mungu anataka kuona uongozi wako na thamani yake kwa jamii inayokuzunguka. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.